Halo wandugu, ninataka munisaidie kufikishia Wanyarwanda wote wanaoishi Rwanda na nje ya Rwanda, muwafikishie ujumbe huu. Sababu nimeona Kagame anataka, labda ana mpango wa kumaliza Wanyarwanda. Ninataka kila mzazi, kila mtu ambaye anajua faida ya mtoto pale Rwanda asikilize ujumbe huu. Haina maana kuacha watoto wenu kwa wingi hivi waje kufia Kongo. Kwa nini hamuna akili? Watoto wengi hivi wafe kwa ajili ya kamutu kamoja ambako ni kapresida ya nchi yenu kale Kagame kale. Muache kutuma watoto Kongo. Kwa nini? Wanaisha wanamalizika. Na ninyi askari wa Rwanda, kwa nini munataka kujimaliza hivi kwa ajili ya faida ya kamutu kamoja ambako ni kale karaisi kakwenu? Sikamesha tawala siku za kutosha, sikakule vya basi, katashiba kwanja hakanenepaki. Kamekula, kameiba, kamefanya nini? Hakanenepaki. Sasa kale mutaendelea kukatumikia kwa bei ya vifo vya watu wengi hivi. Kwa nini hamuna akili? Nasema hivi, Wanyarwanda wote pale Rwanda, kuanja Gisenyi, Mahoko, sijui kuingia Rwengeri, kufika Kigali, kuenda Rambura, kuenda Changugu, kuenda sijui wapi kule Rwanda nzima, na ninyi wote nasema mujiinue, muinuke, musiwe kama mataifa ya bubububu. Muinuke, muongee, mukatae haya mauaji, mukatae politike au siasa mbaya ya Kagame. Kagame hakuzaliwa kusudi iwe inawezekana kwamba awe rais peke yake Rwanda miaka na miaka, wakati siasa yake yote ni ya kuwauisha ninyi Wanyarwanda. Mumeshaona kuwa taifa la Kongo ni wavumilivu kiasi kwamba hawakukuwa hata na haja ya kuwafanya chochote. Eske akili yenu na nini nawaambia kwamba ni kweli jeshi linaweza kutoka Rwanda, livuke Kibumba, liingie nyuma ya volcano, lifike mpaka Kichanga na likose mtu wa kulisaga na kulimaliza pale? Ni kwa sababu muna nguvu. Muna nguvu kiasi gani? Lakini moyo wa huruma wa taifa la Kongo, wa askari wa Kongo wanawacha, wanafikiri labda wakati fulani wataamka na watakuwa na akili na tena tunawafungulia njia, wanarudi kwao kwa usalama. Lakini ninyi mnakuwa hari kihugo chachu chiri muri Kongo tugie gukifa. Nani aliwaambia ile maneno? Inchi yenu gani iko huko? Nini mnatafuta ku Kongo? Mulikuwa mnaishi Kongo salama, mukaishi na amani, hakuna aliyewachokoza. Ninyi wenyewe siku moja mkaamua kusema twasubiri wachu tugie mu Rwanda, tunarudi Rwanda kwetu, tunaenda sijui tunafukuza Biarimana. Mukaenda tena kidogo ninyi wenyewe tena mnarudi Kongo ni yachu. Sasa finalmente akili yenu iko namna gani ninyi wajinga? Sasa una watoto wengi wamekufa, na ukiwauliza kwa nini watoto wengi hivi wanakufa, hamutajua kueleza. Munafikiri maisha ya dunia inaishia tu hapa, na mbele ya Mungu mutaulizwa. James Kabarebe na Kagame, mufanye hange na watoto wa watu wapumbafu ninyi. Mutawisha Wanyarwanda wa watu hivi? Wanyarwanda nao ni watu, ni viumbe vya Mungu. Wale Watusi wote waliumbwa na Mungu. Kwa nini munaitika muwe vilalo vya Waamerika? Waamerika wako wanapata oro na dhahabu na nini. Wale ile American government iko inapata dhahabu, diamant na oro, lakini ninyi mko napata nini? Kifo. Munapoteza watoto. Kwa nini hamwezi kufikiri? Munapenda ninyi tunjo mkuwe instruments ambazo zitakuwa utilisées par les Américains, les Français, les Hollandais, je ne sais pas, les Anglais. Nyie sasa mkuwe napoteza watu wakati wao wako wanabeba dhahabu na oro. Kwa nini hamwezi kufikiria? Mko wajinga kiasi gani? C'est quoi ça? Waafrika sisi hatuna tabia ya kuua. Sijui kama ninyi mlitosha ile tabia wapi. Hamuko Waafrika. Sasa mnajituma kufanya vita ambavyo hamutaviweza. Eske akili yenu inawaambia kweli kweli kwamba inawezekana Rwanda iganye Kongo vita? Sasa mkiwa mnakia jikosantere pale Kichanga. Sasa kukamata nchi ni kukamata Kichanga. Eske ile ninawaambia watoto ngapi wanafia mwele eneo? Eske mko siri kwanja mnasemaka kama muko minorite. Sasa kama muko minorite, mulishindwa kumaliza Wahutu. Si muko minorite. Wahutu walipigana na ninyi kwa vita ya 94 wakati ya genocide. Mukiwa muko minorite hamukumalizika.
Sasa na ninyi mkakamata madaraka. Wakati mmekamata madaraka mnaua Wahutu. Na ninyi hamkuwamaliza, sababu haiwezekani taifa limalize taifa lingine. Sasa ninyi minorite ambao Wahutu walishindwa kuwamaliza. Sasa mnafikiri mnaweza kumaliza 450 tribus za Kongo? Zile sitawamaliza. Pourquoi hamuna akili ni Wanyarwanda? Mujinue. Tangu leo mimi naomba Rwenzori marche de colère contre Kagame. Gisenyi, sijui Ruengeri, kule nani Changugu, marche de colère contre Kagame. Si tuko wakongolea togopake kuongea, tunaongea. Hatuko sana ninyi Wanyarwanda ambao ukitaya tuji na president unakuwa kama si umetaya sijui shetani ya wapi, maka unasikia oga inakuwa ndani yako. Sene pasa mutaisha, na mko naona watoto wa Kagame si wako Ulaya wanapumzika. Wao wako Ulaya wanasoma vyuo vikuu, watarudi pale tena wanasema hawa ndio watawala kama marais, wakati amemaliza maelfu na maelfu ya watu. Imagine 15,000 militari ambao iliingiaka mu 2009 wote walishaishia huko. Munaingiza tena 13,000 wote wameisha. Sasa hivi muliingiza 6,000 wote wameisha. Juzi mukaingiza kama ilikuwa seti kama witi. Leo kuna bakia ya une affaire de 3,000. Sasa ile watu wote wanafia nini? C'est quoi ça? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Non, ni siku mutafitu wengi. Kagame karikuba maratuka kamazabana abanyu bose bashize hano muri Kongo. Bashize cyane, bashize. Donc bameisha, wamemalizika. Ile ninawaambia, ile ni kweli. Haiko sema niko naogopesha, mimi nawaambia verite parce que tuko na uchungu na si ya kuona vifo vyenu. Mmekufa wengi au tunajua hakuna mnachokifuatilia na hakuna siku mtafikia shaba ambayo mko mnatafuatilia. Na hamuwezi kushinda Kongo. Nani iko ndoto gani? Mungu angependaka mkamate Kongo. Si kama mlikamata ile siku muliua mzee Laurent Desire Kabila. Lakini mlifukuzwa, mlikuwa mwa aeroport ya Njili, mkafukuzwa mkarudishwa paka Angola mweneo ya Savimbi. Wakati ule Savimbi akawaambia mkamate kale ka aerodrome, gouvernement ya Angola na kakontrole, akawapa maarme mkakakamata. Wakati mlikakamata Kigali ikawatumia bunduki pale, mkashuka pale. Si mnakumbuka wakati ilifika pale, muulize James Kabarebe, wakati mlifika pale nani askari wa Rwanda wakaanja kurudi, wakakamata ndege. Rwanda ikatuma ndege pale Angola mweneo ya Savimbi, wakaanja kuruka mpaka Kigali. Mnakumbuka komando moya SRT Kasereka? Mnakumbuka yenye alifanyaka? Muulize James Kabarebe. SL komando wa Kongo ambaye alikuwa ameingia mu RCD yenu. Wakati ule Wanyarwanda walipokosha kuingia ndani ya ndege, sikukabaki yaka pale karibu si ofisier kusudi avyo itawarudiria. Ordre yenye wale wenye walipanaka pale mbele baruke avyo, bakasema tuzasubira hano mumaze gwicha akaka Kongomani. Ase tutarudi hapa kuwakamata ninyi wa ofisier Rwande mkiwa mumisha maliza aka Kongomani. Sinyo vile walisemaka. James Kabarebe anajua maneno haya ambayo ninaongea. Kale ka komando kalifanya nini? Kakasikia, sababu kalikuwa kama mtoto mwaka alikomalia Ruchuru, kakasereka sijui kama kiko wapi leo. Kakasema hivi, wakati ndege iliwaka, James Kabarebe hautakatai maneno. Kasereka kafani. Ndege kawaka, mkawasha gari, Kasereka kabaki chini, muile aerodrome ya pale Angola kwa Savimbi, kwenye Jonas Savimbi alikuwa na kontrole, na hii kama rebel. James Kabarebe, unajua. Banyarwanda avyo ikaruka, ikawashwa. Wakati iliwashwa, ule Kasereka kakamata 6 officiers Rwande, akabaniganiga pale, na akabaua pale, akabanyanganya 6 arme, akakuwa na 7 arme. James Kabarebe unajua. Na akaanja tire kwa avyo. Pilote akakatala kuvole, akasema sitaenda. Unajua we James Kabarebe, ndago ndikubesha ndikuvuga kweli, kweli chani. Sasa tunajua higisi ilikuwa ule alikuwa komando moya, aliwaka 6 parce que mlikuwa mmepapatia ordre ke mutabarudiria meba kwe bamisha muua. Unaona gisi mko na roho mbaya. Wakati akishapiga masasi, pilote akasema sitaruka, tuanje uliza kama ni nini. Kuangalia bale bamisha kufa. Akasema ni nini? Akasema sitabaki hapa parce que mimi siwezi baki hapa na mifo niende mwila. Sino haitaruka, mimi na bau.
Si pilote akaba exige kusema mwache ule mtu aingie, sino na hatutaweza kuvole. Si Kasereka akaingia mwavyo pale na bunduki 7. We James Kabarebe si unajua. Eske ile ni jeshi ya kucheza nayo? Aseme mtasema nyewe mnaweza ishinda. Akaingia mwavyo. We James Kabarebe unajua. Mukaikala ba ofisia yenu si maiti zilibaki hapa pale. Avyo Kasereka amukamutosha manguo, akaikala mwavyo, mukamuikalia, avyo ikavole mpaka Kigali. Wakati avyo ilivole mpaka Kigali, banasema aseme munamulistaki, munamuleta mbele ya Kagame, aseme huyu aliua baskari. Munasema ase aliua baskari namna gani? Ase hatujui aliua. Yeye akabaambia akasema bongo haba ndio baliacha mimi naoa ile basoda. Sababu gani? Kwa sababu balisema wakati avyo ilitaruke na baba basoda bakasema mimi nibakie, nikishabakia pale nikabakia na sizo ofisier, bakasema avyo itabarudiria, lakini wakawapatia oda wakasema tutarudia hapa, wakawaambia mkinyarwanda tutarudia hapa mkishaua hiki na mumisha hiki kikongole. Ndio mlipendaka ile maiti ya ule kongole ibakie muangola. Sio unaona gisi mko watu wabaya. Hasa nyewe mnasemaka wengine njoo wabaya. Rezemaka wakulia avance akawaka ile six officier yote. Eske ni bongo James Kabarebe ambia Benjako ile verite mkinyarwanda que c'est vrai. Mimi nasema kweli. Wakati sasa Kagame alisikiliza akamuuliza bilikuwa namna gani? Akaeleza. Kagame akakuambia we James Kabarebe akasema hatuwezi ua huyu mtu. Askari hawezi muua wakati vita iko. Ule mtu hatutamuua, lakini mfanye nini? Mumuvalishe tena teni na mumuingize mundege na mumutume kufro ya Bumba. Ule Kasereka mkamutumaka kufro ya Bumba. Mimi nawaza James Kabarebe iko na shangala kusikia hii maneno anakosa. Sasa hii maneno ilijulikana namna gani na Wakongole na Bayoi. Kasereka karudia kufro Bumba. Na kule Bumba ukasemaka asema mutie ku linyi ya mbele kusudi tu akufa. Eske alikufaka rie akatorokaka akatoka Bumba akakamata wengine bagarsoke ba kabila yake karibu bawili walikuwa aliwakostataka kile kufro akapitaka mufore après karibu 80-90 jours de marche iko najificha mkimuma village anaenda kuonesha ke iko komando. Alikuya akatembea akakuya mweneo akakuya chomoka mweneo. Ujimagine kutoka Bumba meme mtu akakuya patikana mu après 90 jours de marche anakuya patikana mu forêt ya aux alentours de Beni, kisha akaprogresser mpaka kwabo mu Lubero. Na ti leo ile quelque part sitabambia kama iko wapi parce que na mtamuua tu. Donc niko nabambile kuonesha ke tuko na ba askari ambabo ni hamwezi fanya face mbele yao. Kama politike mliweza kuvamia nchi sawa, lakini sasa tukipenda kupigana na nini kusema basi eske askari wetu mko siri kweli mnaweza kuwaganyia kwa vita, isipokuwa ile makorupsio mkishawapa franga ba ofisier bananja ujisha mainite hapo ndio mnasema mmeganya. Eske c'est comme ça kuganya ni guerre? Donc na leo inaomba mnajua kama wanaopigana kwa sasa ni wazalendo, na mzalendo anapigana tofauti na askari wa kawaida. Mzalendo yeye wenyewe Wanyarwanda kama hamjui, mzalendo wakati anapigana yeye wakati anasikia masasi nalia, anasikia masasi sawa musique, anasikia ni music, donc anafurahia masasi mzalendo. Na ile ndio tofauti kati ya wazalendo vita ya wazalendo na askari wa kawaida. Mzalendo akisikia masasi sasa anasikia hamu sana ya vita. Na ndio maana ulisikia mtu wa Nations Unies iko nasema kama Keita kama nani ule mama iko nasema kama wazalendo wako wanapigana sawa wa Israeli, sababu Israeli na akiingia mufro anapiganaka na nayo c'est la patrie ou la mort. Na ndio hali ya kupigana ya wazalendo. Hawana woga, wanasikia hamu ya vita. Wakati mnapiga masasi mnawaletea hamu ya kupigana. Na ndio maana hamuwezi resiste. Mnasema mko minoritaire. Sasa mtaweza wazalendo wakati 50 tribus. Pourquoi hamuna raisonnement? Donc de nature hakuna siku Munyarwanda anaweza ganye Kongole kwa vita. Na ile ni amena na ni amena. Ile ni kweli. None siku mutafitu wengi hamujui na histoire. Munyarwanda wakati alitaka mushi kuwa akaita ba mushi kusema njoo Banyabungo. Eske nyinyi hamuyue maana ya Munyabungo? Munyabungo ni kusema njoo kusema les vaillants combattants. Iko mu histoire ni wakati yenye bakoko yenu balikuwa banapiganaka na royaume ya Bushi, me kila siku na baba mushi na banaganye ile royaume yenu ya Changugu. Kila siku na banabapigaka.
Na ndio bakasemaka abanyabungo baje, c'est-à-dire les vaillants viennent encore, les vaillants combattants viennent encore. C'était les wa Congolais. Donc depuis mababu bana bapigaka. Sasa nyie mnawaza nyie mtashanje histoire? Hein? Histoire echange kate, histoire haibadilika, inakuwa ni ile. Donc tuko na natire ya kubaganye kila siku. Alors hamuna haja ya kufanya huku kwetu vita ambayo haina objectif, haina maana. Donc muachane na ile. Mimi nasema soulèvement populaire au Rwanda. Soulèvement populaire au Rwanda contre Kagame. Muinuke, mutoke ndani ya ile kiasa kiliai kifungo, muinuke na museme no, watwiche benchi chane, noneshi kuanja leo turi kukushaka, tutakuwa na sie sasa leo we Kagame tutakukula na jamaa yako yote. Mutaona anakimbia, kisha tunajireconcilier, on continue à vivre et la vie continue. Mtu hapashe maliza taifa na muko naona muko sawa bajinga. Sino mutaishia huku. Sijui kama tuambie kwa lugha gani. Ningekuwa na wewe Kinyarwanda bia ningewafanyia hii kitu. Mulamuke musiogope hakata bafanya kitu. Kata bafanya nini? Na mkamutu kana uwaka watu juu nabo habapendi kukaua. Kama kana bauisha ni juu nyinyi hamupendi kukaua. Muna kwanja kanataji kufia sikalisha zeeka. Mvuseti comment? Si murakoze cyane yemwe banyarwanda bose ariko ni jambo riza mukakore byo nashoboye byo ndi kubabwira. Mubarikiwe sana na Mungu. Mupige ule mtu nyi peke kule na vita itaisha. Merci beaucoup.